Bwana JB 64, mchezo umetamatika na mnyama Simba anaondoka na ushindi. Ulikuwa ni mchezo wa namna gani? Mchezo ulikuwa mgumu kutokana na aina ya timu tuliocheza nayo. Timu tuliocheza nayo ni timu bora. Sawa, Gaborone ni timu bora kwa sababu ndio bingwa wa Botswana na ndio mpaka sasa hivi bado anaongoza ligi ya Botswana. Kwa hiyo ni timu ambayo mpaka sasa hivi ishacheza mechi 7 kule. Umeelewa, imeshinda mechi 6, imesuru mechi 1. Kwa hiyo ni timu ambayo unaiona kabisa Simba anakuja na yeye anafanya nini? Anakuja. Haikuwa timu ambayo mpira unaelemea upande mmoja tu. Umeelewa bwana, ni timu ambayo inashambulia, inajua kudefense, inacheza kwa nidhamu zote na ina uwezo wa kuchezea mpira, na ndio maana umeona hata kipindi cha kwanza wao ball possession wameongoza 45 kwa ngapi? Kwa 55, kwa sababu walijua kabisa hatuna cha kupoteza, wamekuja wamefunguka, kwa hiyo walikuwa wanacheza kwa tahadhari kubwa. Kwa hiyo Simba imecheza na timu bora, na ndio maana tunamshukuru Mwenyezi Mungu kuvuka katika nini? Katika kizingiti hichi ambacho kilikuwa kizito kwetu, na hatujawahi kupata kizingiti chepesi misimu yote sisi. Ubora wao ulikuwa maeneo gani sana? Maana kipindi cha kwanza mnyama Simba amezidiwa ball possession. Ubora wao ulikuwa katikati. Yaani viungo wa Simba katikati hawakuwa vizuri. Umeelewa bwana, hawakuwa vizuri. Alasan Kante pamoja na Kagoma, yani walikuwa wanachezea sana chini, kwa hiyo unakuta wote ni viungo wakabaji. Kwa hiyo yule kiungo mnyumbulifu na mchezeshaji timu sawa alikuwa hajapatikana katikati. Kwa hiyo walituzidi hapa katikati, eneo la katikati, na ndio maana unakuta free space nyingi zilikuwa zinapatikana na walikuwa wana uwezo wa kuchezea mpira kwa muda wote, na pindi wanapopoteza mpira yani ndani ya sekunde kadhaa tayari wanakuwa tayari washamfikia mchezaji wa Simba na kuchukua tena mpira. Kwa hiyo walikuwa na nidhamu ya hali ya juu yani kwa siku ya leo. Ukimlinganisha mpinzani wa jana na wa leo vipi? Nani mwenye wafadhali, nani mgumu zaidi? Huyu bwana Gaborone katika hizi timu 4 za Tanzania ukimtoa Simba zibakia timu 3. Yani Azam, Singida na nani? Dada Young Africans. Mimi ninatumaini kabisa kama angekutana na timu moja kati ya hizi sasa hizi tungekuwa tunazungumza mengine. Simba ametumia uzoefu na experience aliyokuwa nayo katika mashindano ya kimataifa. Tofauti na Young Africans. Yani kama leo angekutana na Yanga au Azam au Singida Black Star, tofauti na Simba, sasa hizi tungekuwa tunazungumza masuala mengine. Hawa jamaa wako vizuri mno kwa sababu wanakuja. Angalia tofauti ya timu ambazo sio kidogo. Wale Lion kidogo walikuwa wameisumbua Singida. Lakini ukija mpinzani anacheza na Azam na mpinzani aliocheza na Yanga, golini huwa wafanye nini? Hawafiki. Kasoro jana tu kidogo ndo wamepata nafasi kama 2 hivi, lakini hawa jamaa wanafika muda wote, na ndio maana umeona mpaka Musa Pimpin Kamara sawa Guinea sawa mpaka ameenda kupata nini? Ameenda kupata injury. Anatoka nje anaingia nani? Anaingia Yakuba. Jamaa wanafika mno. Yani wanafika. Yani Kamara amefanya clear save 3 yani za wazi. Kwa hiyo jamaa wanafika, wako vizuri. Kwa hiyo mimi ninadhani kama angepata timu moja kati ya hizi 3, yani Yanga, Singida na nani? Na Azam, tungekuwa tunaongea masuala mengine. Sasa hivi Simba ametumia experience kubwa ya uzoefu wa kucheza mashindano ya kimataifa katika hatua hizi. Mechi ya kwanza kwa Hemedi Morocco kama kocha msimamizi wa Simba kwa kipindi cha mpito, performance yake kama kocha umeionaje na una maoni gani? Performance yake ilikuwa nzuri kwa sababu siku zote timu mbovu ndio inafanya nini inayotoka, lakini Simba tumesonga mbele. Kwa hiyo kizingiti kilikuwa kikubwa, mwalimu amejitahidi, amepambana, tumeona sababu zake. Kwanza ametusurprise wa Tanzania, yani kitendo cha kumwanzisha Maurice Abraham, na ndo nadhani atakuwa man of the match kwa siku ya leo, na ndio aloibeba Simba mabegani kwake yule mtoto. Kwa hiyo moja kwa moja unaona kabisa kwamba mwalimu amefanya kazi kubwa, kwa sababu kitendo cha kumwamini sawa Maurice Abraham na kumwanzisha katika mechi hii, basi moja kwa moja unaona kabisa kuna kitu alikiona kwa Maurice Abraham. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni kocha bora, ni kocha mkubwa, sawa, ana haki ya kupepea bendera nini, bendera ya taifa, na kuwa mwalimu wa nini, wa timu ya taifa. Ameonyesha ukubwa wake leo JB Morocco. Sawa, kiwango cha Jean-Charles Ahoua imeonekana kama mashabiki wengi walionekana kama kuwa na doubt naye wakati akigusa mpira au nafasi ikipatikana akishindwa kuitumia. Kwa upande wako unamzungumziaje? Mimi nadhani hakuwa na siku nzuri kazini leo Jean-Charles Ahoua, lakini ndo mchezaji wetu ambaye tunamtumainia. Sawa, ndo MVP wa ligi ya Tanzania. Kwa hiyo moja kwa moja unaona kabisa hakuwa na siku nzuri leo kazini. Amepata nafasi 2 za wazi. Umeelewa, nafasi 2 za wazi ameshindwa kuzifanya nini? Ameshindwa kuzitumia, lakini moja kwa moja unaona kabisa kwamba hakuwa na siku nzuri kazini. Lakini kikubwa cha kushukuru Mungu, tumeshukuru Mungu, sawa, tumefanya nini? Tumeweza kufuzu,
sawa, na timu imesonga mbele, na majeruhi ni Musa Pimpin Kamara, hatujajua hali yake inafanya nini inaendeleaje, lakini kwa Jean-Charles Ahoua hakuwa na siku nzuri tu leo mchezoni. JB wanasema nyota njema huanza kuonekana asubuhi. Msimu uliopita mliweza kuishia hatua ya fainali kule Zanzibar na kwenye kombe la shirikisho, lakini msimu huu kwa hiki ambacho kimeonekana mapema kabisa, unaiona wapi timu yako? Simba ni kawaida yake, yani Simba anavyoanza katika preliminary stage ndio kawaida yake. Kuna msimu hapa kama miwili nyuma ambao tulienda kucheza robo finali tukatolewa na National Rally. Ule msimu nadhani tulicheza na Power Dynamo. Tulitoka sare ya 2-2 nyumbani kwao, tukaja hapa tukapata sare ya 1-1. Haikuwa rahisi. Umeelewa bwana? Kwa hiyo ni kikubwa ni kumshukuru Mungu tu kwa kufuzu, lakini hatua hizi Simba ndio huwa anavyoanzaga. Kwa sababu hii ni marathon. Marathon mara nyingi mtu anaanza slow taratibu, huwa aanze kwa mbwembwe. Wanaoanzaga kwa mbwembwe goli 6 goli 7, lakini mwisho wa siku huwa hawafiki mbali. Lakini Simba ndio huwa anavyoanzaga, na inategemea na aina ya mpinzani unaofanya nini unayokutana naye. Kwenye michuano hii unaziona wapi timu zetu za taifa za hapa Tanzania, kwa maana timu nne ambazo zinawakilisha nchi kwa ujumla? Mimi nadhani mpaka sasa hivi zishafuzu 3. Umeelewa? Bado moja ambaye Azam anacheza, lakini Azam tayari ana advantage ya goli 2 za ugenini, labda afanye uzembe mwenyewe. Kwa hiyo na uhakika msimu huu hatua za awali wote tunafanya nini, tunavuka, tunaenda sasa hatua ya kwanza. Umeelewa bwana? Hapa sasa ndo kunafanya nini, kuna kimbembe. Ingawa kuna mmoja anakutana na mtu wa Zanzibar. Nadhani Azam akipita leo Azam atakutana na KMKM. Inawezekana kwa na advantage, lakini asimchukulie dharau, kwa sababu haya ni mashindano ya nini, ya kimataifa. Kila mtu anakuja na staili yake, kwa sababu haya mashindano yanachezwa na game plan. Kwa hiyo ukiwa na game plan nzuri, basi unaenda kupata nini, unaenda kufuzu kwenda hatua ya mbele na ni hatua ya pili. Kwa hiyo kikubwa ni kuziombea Mungu tu timu zetu, lakini mpaka hapa tulipofika timu zote nadhani 4 zinaweza zikafanya nini, zikasonga mbele. Kwa hiyo hatua inayofuata sasa ndio ukubwa zaidi, unaenda kufanya nini, kuonyeshwa. Simba tunaenda kukutana na Simba mwenzetu wa Zimbabwe, na hatujawahi kupoteza katika hali za nini ya Zimbabwe. Tushawatoa Platinum ya Zimbabwe kina Chikwende, tulitoka nao kule wakatufunga 1-0, tukaja hapa tukawafunga nini, tukawafunga goli 4. Kwa hiyo kikubwa ni kuiombea Mungu timu yetu, na uongozi tunauhamasisha utafute mwalimu haraka, tusimtegemee Morocco, kwa sababu Morocco ana majukumu ya nini, ya kitaifa. Kwa hiyo ya timu ya taifa. Kwa hiyo tutafute mwalimu haraka aje kukaa na wachezaji, afundishe mifumo yake ili wachezaji wapate kuizoea. Umeelewa bwana? Kwa sababu kuna siku kama 10 mbele kuelekea katika mchezo unaofanya nini, unaofuata. Wakumbushe mashabiki wenzako mkusanyiko leo mkuu Coco Beach badala ya uwanja wa Taifa. Hii sasa ndio kila siku mimi napigizaga, tulikuwa tunapiga sana kelele, lakini matokeo yake watu wanakuwa wanakutukana, wanakufanya nini. Lakini kikubwa inatakiwa tupate funzo. Umeelewa? Katika hili tayari tulitakiwa tuwe uwanja wa Taifa. Hata low performance ya leo inatokana na nini, na kukosa mashabiki, kwa sababu huwezi kujua wachezaji kisaikolojia walikuwa wamejengeka vipi. Lakini kikubwa tunatakiwa tuchunguzane na tujuane. Umeelewa? Kwa sababu wanaofanya fujo inawezekana ikawa sio mshabiki wa Simba. Umeelewa bwana? Kuna baadhi ya mashabiki wanatumika katika kuifanya nini, kuiangusha Simba katika mashindano nini ya kimataifa, kwa sababu sasa hivi mpira umekuwa kama nini, kama uadui. Umeelewa bwana? Sio utani wa jadi. Kwa hiyo vitu kama hivi vinatakiwa tuvipinge vikali, kisije kikajirudia tena. Angalia leo tulivyoikosti nini, tumeikosti timu. Kwa hiyo isije kajirudia tena. Kwa hiyo tuwe makini, tusifanye fujo, tusiingie uwanjani, ili tuweze kutimiza yale matakwa CAF wanaofanya nini, wanaoyataka.